Ni miaka 30 ya neema isiyopimika, miaka 30 ya injili inayopita angani. Ni miaka 30 ya uinjilishaji, upendo na faraja tangu ilipoanzishwa hapa nchini Tanzania. Msikilizaji mpendwa Radio Maria Tanzania, sauti ya Kikristo nyumbani mwako, na mfuatiliaji wa mitandao yetu ya kijamii. Katika miaka hii 30 ya Radio Maria Tanzania, si miaka tu pekee, bali ni fursa adhimu katika utume huu wa Radio Maria Tanzania hapa nchini. Mpendwa mwanafamilia wa Radio Maria Tanzania, katika kugeuza fursa hii, leo tumepata bahati ya kukutana na kuzungumza na mtangulizi ambaye ameshuhudia mengi katika miaka hii 30 ya utume wa Radio Maria Tanzania hapa nchini. Si mwingine basi, utapata nafasi ya kumfahamu kwa uzuri kabisa. Jina langu ni Joyce Jonatus Mikwacho, nimekualika katika kipindi hiki maalum. Karibu tusafiri pamoja nami. Baba, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Hongera kwa utume. Asante, hongera na wewe pia. Asante. Baba, imekuwa ni nafasi nzuri sana kukutana na wewe kwa siku leo katika kushuhudia ile miaka 30 ya utume wa Radio Maria Tanzania tangu ilipoanzishwa hapa nchini. Lakini sasa Baba, bila kupoteza wakati, msikilizaji na mfuatiliaji wa mitandao yetu ya kijamii angependa kukufahamu kwa ufupi, na ulihudumu kwa kipindi gani kama rais? Mimi naitwa Senen Edmund Mponda. Nimehudumu kama rais wa Radio Maria Tanzania kutoka mwaka 2003 mpaka 2005. Baada hapo akapokea mwenzangu anaitwa Siri Malai. Lakini Baba, unakumbuka Radio Maria namna gani wakati ukiwa rais? Nakumbuka Radio Maria ikiwa ni radio changa, ndio kwanza imesajiliwa na ofisi hakuna. Tunaanza upya kabisa, kwa sababu ilianzia kule Songea mwaka 96. Mwaka 2002 ndio tukasajili kampuni. Hiyo kampuni ilikuwa tunaita ilikuwa inaitwa The Association of Radio Maria Company Limited. Sasa ilikuwa ni radio mpya, kusema ukweli. Ni radio mpya, ni radio changa, na changamoto zake ambazo zinahusiana na upya wa radio au uanzishwaji wa radio. Changamoto zinaanzia kuanzia miundombinu, ofisi, vifaa na vitu kama hivyo. Kwa hivyo ilikuwa radio inaanza katika uchanga wake, na kwa hiyo iliambatana na zile changamoto zinazohusiana na radio inayoanza. Mbali na changamoto ambazo umezizungumza za miundombinu pamoja na ofisi, ni changamoto zipi kubwa ambazo unazikumbuka mlikutana nazo kipindi ukiwa kiongozi, na mlizitatuaje? Changamoto kubwa kabisa ilikuwa ni kupata eneo ambalo tungeweza kujenga ofisi. Kwa sababu wakati tunaanza tulikuwa tumeanzia kwenye nafikiri kulikuwa na jengo moja tulikodi hapo Mikocheni. Tulikuwa hatuna kiwanja. Tulianza na kununua kiwanja pale ambapo Radio Maria ipo sasa hivi. Sasa wakati tunanunua kile kiwanja kulikuwa na changamoto nyingi sana, hasa namna kiwanja chenyewe kilichopimwa, mtu aliyetuuzia, malengo ya wapimaji wa kiwanja kwa wakati ule. Yote hayo yalikuwa ni changamoto kubwa sana, na ilibidi tuhusishe mamlaka mbalimbali zitusaidie ili tuweze kufanya nini, ili tuweze kupata kile kiwanja. Kwa hiyo tulipata shida sana wakati ule, lakini tunamshukuru Mungu tulifanikiwa kupata lile eneo, na sasa Radio Maria iko pale. Na mlijifunza nini sasa kutokana na changamoto hiyo kwa upande wa kiimani, kijamii na kiteknolojia? Kiimani ningeweza kusema jambo lolote lile unapolianzisha kwa mkono wa Mungu na kupitia of course maombezi ya Mama Bikira Maria, tulijifunza, kwa sababu hakuna changamoto ambayo ilitufanya tukwame. Hatukukwama. Tulipambana na kila changamoto iliyokuja mbele yetu, tukafanikiwa na tukaendelea. Kwa hiyo kiimani ilikuwa ni hivyo, lakini
kijamii, unajua sasa kitu kipya, wanasema kipya kinyemi. Kwanza wasikilizaji walikuwa wachache, kwa sababu sasa ndio mnaanza Dar es Salaam upya, na Dar es Salaam frequency hazipo, na kwa sababu hiyo ile huduma ambayo Radio Maria inatoa ya uinjilishaji na kusaidia jamii kwa ujumla, na yenyewe inakuwa limited, inakuwa na mipaka, kwa sababu frequency tuliyopata nafikiri tulipata ya Zanzibar. Kwa hivyo wasikilizaji wetu walikuwa wanapata matangazo kutokea Zanzibar, ndio hasa upande wa Mbezi, Bagamoyo, kwa sababu pale ni karibu na Zanzibar. Ndio. So hizo ndio zilikuwa ni, na nasema kijamii, jamii haikupata ile huduma ya uinjilishaji pamoja na huduma nyingine za kijamii ambayo Radio Maria ilikuwa natoa, na ukumbuke ilikuwa natoa bure, sio radio ya kibiashara. Ndio. Kwa hiyo kijamii walipata hiyo, hawakupata hiyo ningesema huduma kamili kwa sababu ya mipaka hiyo. Lakini kiteknolojia na yenyewe pia leo tunazungumza miaka 30. Ndio. Hapa tunapoongea na hii mitambo iliyoko, wakati tunaanza haikuwepo. Ile tungesema Kiingereza wanasema sophisticated equipment, sio kama nyinyi mlionayo hizi speakers na nini, hazikuwepo. Tulikuwa tunatumia ile ya kushika kwa mkono. Kwa hiyo ukiangalia tulikuwa chini katika kila aspect. Kwa hivyo ilibidi tuanze na tukaanza vile tulivyokuwa navyo, na vile tulivyokuwa navyo tukaendelea kuimprove kidogo kidogo kwa msaada wa Word Family of Radio Maria Italy. Ndio lakini naweza nikasema maendeleo yake yalikuwa ningesema steady. Ile progression yake ilikuwa ni steady. Hamkwami, lakini mnapiga hatua siku hadi siku. Ndio. Napiga hatua moja na hatua nyingine. Asante. Lakini kama unaweza kukumbuka wakati ukiwa rais kulikuwa kuna vituo vingapi? Siwezi kukumbuka kwa hakika, lakini najua tulikuwa na station ya Songea na hapa Dar es Salaam. Hatukuwa na vituo vingine mahali pengine. Tuli extend kwenda Mwanza nadhani na Iringa na Arusha. Bado na pia tusingeweza kuwa na vituo vingi kwa wakati ule, kwa sababu hizi radio za kanisa tulikuwa tunaruhusiwa kuendesha nafikiri katika mikoa 10 nadhani. Ilikuwa huwezi kuvuka mikoa 10 kwa sababu hatukuwa national radio. Yeah. Haya, asante. Sasa una kipi cha kujivunia ama cha kusema wakati huu Radio Maria Tanzania inapotimiza miaka 30? Well, kitu ambacho naweza nikasema kwa uhakika kabisa, sijui niseme kujivunia au ningesema nimshukuru Mungu. Ndio. Kwamba walau na mimi kama Mkristo nilipata fursa ya kutoa huduma Radio Maria, iwe kisheria, iwe kama rais au mjumbe wa bodi, yani ile mchakato yote ambayo ilifanyika kipindi kile, na ukumbuke tulikuwa tunajitolea, ni kitu kinaleta hamasa, lakini pia kumbukumbu nzuri katika maisha yangu, kwamba niliweza kupata nafasi ya kutoa huduma kwenye taasisi ya kidini, na taasisi ile imekuwa kama unavyosema kutoka vituo 2, 3, 5 mpaka vituo 50. Sio kitu kidogo, na hata kidunia pia. Wakati ule radio wakati naanza kulikuwa na vituo 20 na kitu. Ilikuwa inarushwa katika nchi kama 20 na kitu. Ndio. Hatukufika hata 30. Lakini leo najua wakati mimi naacha kulikuwa na radio kama 61 nadhani. Tulifika kwenye 60 hivi. Sijui sasa hivi zimefika ngapi. Itakuwa ni zaidi. Ukisema worldwide. Kwa hiyo kwa jinsi ilivyopanuka worldwide ndivyo ilivyopanuka hapa Tanzania. Nakumbuka mara ya mwisho tulipokwenda Italy kwenye mkutano, tulisema Radio Maria ilianza kama ile
chembe ya haradali, mbegu ya mbuyu, na sasa imekuwa wakawa wamechora mbuyu mkubwa wameweka pale kwamba hiyo ndio Radio Maria, na zote attribute ilikuwa zinaenda kwa Mama Bikira Maria, kwamba yeye ndio ameitegemeza hii radio mpaka ikapanuka ikafika dunia, Tanzania, maeneo makubwa, lakini pia na duniani kote. Tunathamini sana mchango wako kwa upande wa Radio Maria Tanzania, hasa kwa mwaka huu inapotimiza miaka 30. Una ujumbe gani kwa msikilizaji pamoja na mfuatiliaji wa mitandao ya kijamii? Karibu. Mimi nadhani ujumbe muhimu ni kwamba radio hii ni radio nzuri sana kwa sababu ya vipindi vyake vimesimama hasa katika kuenjilisha, lakini pia kuelimisha jamii. Tupate jamii ambayo imeshibishwa kielimu, lakini pia tunapata nafasi ya burudani. Yaani nadhani sijui ningesema ni chombo ambacho kila aliyepata fursa ya kusikiliza anapenda arudi tena asikilize siku ya pili. Na katika uzoefu wangu nimeona, na nafikiri itaendelea, kwamba wapenzi wa Radio Maria sio Wakristo wa Katoliki peke yao, ni Wakristo na watu wengine wa madhehebu mengine, wa dini nyingine. Niseme ni jamii nzima kwa ujumla. Kukiwa na Radio Maria, naangalia wanavyofurahia vipindi vile vya salamu, na hiyo inajidhihirisha pale ambapo wanapochangia. Wakati sisi tulipoanza ilikuwa pengine uchangiaji hafifu, lakini leo radio inajitegemeza. Basi mimi ni kushukuru sana kwa muda wako, lakini pia kwa kushiriki kipindi hiki maalum. Mungu akubariki, nikutakia utume mwema. Asante sana, na nashukuru kwa kunipa fursa ya kusema mambo machache kuhusiana na miaka 30 ya uanzishaji wa Radio Maria Tanzania. Asante sana. Asante. Mpendwa mwanafamilia wa Radio Maria Tanzania, sauti ya Kikristo nyumbani mwako, na msikilizaji wa Radio Maria Tanzania, sauti ya Kikristo nyumbani mwako, nikushukuru sana kwa kusafiri pamoja nami katika kipindi hiki maalum, ambapo leo tulipata nafasi ya kuzungumza na mtu muhimu ambaye ana historia ya Radio Maria Tanzania tangu ilipotoka kule ikiwa ndogo kabisa mpaka wakati huu inatimiza miaka 30 ikiwa na vituo 55. Jina langu ni Joyce Jonatus Mikwacho. Miaka 30 ya Radio Maria Tanzania, uinjilishaji, upendo na faraja.